Ndugu waandishi wa habari, tupo kwenye mwendelezo wa kufanya hamasa na kutoa taarifa kwa mashabiki wa timu za Simba na Yanga kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 21, mechi ya kirafiki baina ya mashabiki wa Simba na Yanga ambao watapigwa hapa katika uwanja wa KMC. Leo ilikuwa ni siku muhimu sana ya kuja kuthibitisha na kupokea uwanja wa KMC kwamba ndio uwanja utakaotumika katika mchezo wetu huo. Jana tuliotangazia kwamba tutatumia uwanja huu wa KMC, lakini kuamini ndio kuona. Kwa hiyo tumefika hapa kwa ajili ya kuja kuwathibitishia mashabiki wa timu hizi mbili ya kwamba ni kweli mechi yetu itakuwa hapa, na kama ambavyo tumemsikia meneja wa uwanja huu wa KMC ya kwamba maandalizi yao yote kwa upande wao yameshakamilika. Kinachosubiriwa ni mashabiki tu kuja uwanjani na kuja kuwapa raha mashabiki wenzao ambao watakuwa majukwaani. Kila kitu kinakwenda vizuri, na sisi kwa upande wetu Simba Sports Club maandalizi yanakwenda vizuri na kila kitu kiko sawa sawa. Nitumie nafasi hii tena kwa sio nitumie, siongee Kimakonde hapa, nitumie. Wewe umesema Kimakonde? Sio ulikuwa na chat? Afu tuheshimiane, unajua jamaa ameniletea shida. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida zangu uwezo kuniambia mimi natazama mademu kwenye. Na ilikuwa ni kweli? Sio kweli. Comrade bwana. Sio kweli. Eti katuamlie. Huyu mtu mjinga kabisa. Haitakusaidia. Nyoka, umri unaenda huo baba. Wapi unaenda? Unaenda wapi? Una mpunga unainama huo. Bado. Nyoka mjinga. Shida ngapi sasa hivi rafiki yangu? Shida ngapi? Sasa nataka tushindane baba yako mzee vile afu wewe bado kijana hivyo baba. Alichelewa? Alichelewa. Mimi shaka nipo kwenye shida ngapi ujue sasa hivi? Shida ngapi wapi? 28. Kweli? Basi huo unaniamkia tukikutana. Sawa. Safi. Tuanza. Ni tukikutana, leo tushakutana. Ndio tumekutana, anza sasa. Tukikutana, sio tushakutana tayari? Na usiona nitania kwa sababu mimi ni mtu mzima. Watu wazima watani? Sawa. Sawa, mtu mzima. Safi. Kwa ndugu zangu ni mashabiki wa Simba na Yanga, jambo hili ni la kwenu ninyi. Sisi tunafanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba tunawakutanisha pamoja, tunafurahi kwa pamoja, tunacheza mechi hii, tunatoa burudani kwa pamoja, mambo mengine yanaendelea. Na kwa upande wetu maandalizi yamekwisha anza. Hapa napozungumza nanyi nimetoka Bagamoyo kwa ajili ya kuweka sishtuke kaka. Sisi tumedhamiria ubaya kweli, kwa hiyo maandalizi yameshaanza, na mechi yetu hii maandalizi ya kiwanjani yatakuwa ni madogo mno, maandalizi ya nje yatakuwa makubwa sana. Yale ya kambi ya Sinza. Na ushafanya booking ya hotel? Mimi Sky Sinza, sisi kama toka jana. Okay. Sky Sinza mimi. Sawa. Kwa hiyo bwana, sisi maandalizi yetu yanakwenda vizuri. Huyu Bagamoyo mlimfuata ndio mnamtumia kote kote. Huyu ni special. Mpya. Huyu mpya ndio mnamtesti. Na kasema ni peni hiyo. Unajuaga zile? Kondo tunaanza naye sasa. Sawa. Kwa tutakayoona hapa ndio ambayo atakwenda kureflect huko mbeleni. Kwa hiyo bwana, ndugu zanguni mashabiki wa Simba na Yanga, chonde, jambo hili ni letu sote. Tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo, hakuna kiingilio. Utakapoingia uwanjani utachagua sehemu ya kukaa na kusubiri burudani. Lakini kawaida ya Simba na Yanga inafahamika, kila mtu anakuaga na upande wake. Kwa hiyo upande wa huu ni upande wa Yanga na upande huu ni upande wa Simba. Kwa hiyo tunategemea majukwaa. Wanaelewa. Kaskazini au upande wa ukiwa unatokea upande wa chuo hichi. Yaani kwa mfano ukiwa unatokea TRA. Ukiingilia huku ni upande wa Yanga. Yes. Tokea sasa huku na Kiete huku Makumbusho ndio? Barabara Bagamoyo Road. Ukiingilia huku ni upande wetu Simba Sports Club. Na watu wetu wa Ngoma watakaa eneo lao pale kwa ajili bana, muhimu sana
na ziwepo zile. Watu wanabidi wafurahie kweli kweli. Kwa hiyo maandalizi bana yanakwenda vizuri, kilichobaki ni wana Simba pamoja na wana Yanga kuja kwa wingi kuja kuhanikiza jambo hili. Karibu. Kama sio mengi kaka. Sogeza. Wasanga. Hapana sio. Basi saidie kidogo. Yapo mapigo lakini sio ya kwenye viti. Kwenye utai ndio mnafanyaga kweli nyinyi. Naweza nikakupiga na hewa tu. Hewa tu. Ndio mtu Bagamoyo. Si ndio mtu mpya. Usiogope. Sawa. Ndugu zangu waandishi wa habari, jambo moja ambalo linatuumiza kichwa mpaka sasa hivi ni nani atakuwa muamuzi wa kati wa mechi yetu. La tu disturb kidogo, lakini tushawasiliana na mamlaka. Sisi hatutaki refa tumjue siku ya mechi, tunataka tumjue mapema, ili kama kuna taratibu nyingine ziendelee mapema, si ndio? Masuala ya kumjua refa wa mechi saa 6 mchana itatusumbua kidogo, nataka tumjue mapema. Kwa hiyo tumewasiliana na mamlaka kwa maana ya TFF. Tunaomba siku ya kesho inshallah tutangaziwe muamuzi wetu wa mechi ya mashabiki wa Yanga na Simba siku ya Jumapili hapa KMC. Tulikuwa tuna request nyingi na nilifuma message nyingi za baadhi ya watu wengine tuko nao hapa wakipendekeza waamuzi wanaowataka kwenye mechi, lakini tumepambana, tumetaka haki isimamiwe, aje mtu ambaye atakuja kuridhisha mioyo ya watu wote watakokuwa humu ndani. Kwa hiyo kesho naamini inshallah tutapata jina la center referee ambaye atachezesha mechi yetu ya Jumapili. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wasimamizi wote wa uwanja wa KMC. Tumetembelea hapa, tumeona maandalizi yako vizuri, kila kitu kiko sawa, na watu hawa wanatusubiri kwa bashasha tuje siku ya Jumapili hapa tuje tuenjoy. Capacity ya uwanja inatosha kabisa kuja kupata burudani, na hii saa 10 ni muda ambao mechi inaanza, lakini shughuli za kiburudani zitaanza mapema. Mpaka sasa hivi tunawasaidia, tumependekeza wawili pendekeza nani yule Mama Amina na nani yule Kingamuzi. Na nimwambie Kingamuzi na Mama Amina kama wanasubiri tuwapigie simu watasubiri kwa muda mrefu sana. Hii tangazo tunalotoa hapa ndio mwaliko wenyewe. Wanatakiwa waje siku ya Jumapili Kingamuzi na yani hao ndio wasanii pekee ambao wamepitishwa. Kingamuzi na Mama Amina. Jambo la burudani. Na wale watu ni watu wa burudani. Tunataka waje hapa. Kwa hiyo maswala nyingine ni kama tunavyozungumza hapa. Sije ikawa sijui kuna nini huko anasubiri simu hamna. Sisi Simba na Yanga tumekualika uje utugee burudani. Kwa hiyo tutategemea Mama Amina na Kingamuzi tutakuwa nao hapa siku ya Jumapili kwa ajili ya kutugea burudani ya uhakika. Timu yangu mimi inaendelea vizuri. Na sisi hatuna haja ya kwenda Bagamoyo. Sisi hatuna haja ya kuzuru kwa sababu sisi njia tunaijua. Njia tunafanyaje? Tunaijua. Kama ile senior team sisi huwa ndo tunaiandaa, tunaishughulikia na tunapata furaha. Je, kujishughulikia wenyewe tushindwe? Yaani kujiandalia tu wenyewe pishi letu tushindwe? Haiwezekani. Kwa mimi naamini matawi yote ya Yanga yanajiandaa vizuri na tutakuja hapa kupata matokeo mazuri. Unajua wanataka kufanya nini watu wa Yanga? Waitaka nyie msije kabisa uwanjani. Yaani mpigwe fataki, mvurugane msije tuwe wenyewe. Lakini nikamwambia hapana. Kwa sababu tunataka tupate burudani, hawa tukawashonee kwenye pichi. Waruhusuni waje. Timu ya kutufunga hamna. Sisi tuna timu ya kuchukua ubingwa hapa. Tena nimekumbuka. Zawadi ni kombe. Kuna kombe, kuna medali. Kuna kombe au hela? Tupate kama ng'ombe hivi au mbuzi. Badili imekwama ni mtafuta mnyama. Tutamnyama kupitia mechi kaka. Ina raha yake sana. Tupate ng'ombe. Unajua kombe hili kila mtu anapewa kombe. Lakini kwa na mnyama wako hapa ametulia. Kesho yake. Sasa shida je, mnamkabadili tarehe 22? Sisi tukishachukua ubingwa huyo ni kwa ajili ya mishikaki jioni yake baada ya albadili.
Hakuna swala badili, ili viongozi mmelipitisha fresh. Mimi sio kiongozi hapa, mimi ni msemaji wa timu ya mashabiki. Okay. Usichanganye. Safi, umeruka. Nilikujaza kidogo, umeruka. Umeshtukia mtego. Safi. Kwa hiyo bwana, hili jambo la ng'ombe hili si nafikiri tuombe wadau ambao wanautazama. Tupata ng'ombe hata wawili au mbuzi. Pate mbuzi. Kati ya kombe la ng'ombe na kombe la mbuzi ipi inanoga sana? Mbuzi ni ng'ombe kubwa. Ng'ombe kubwa. Ila kombe la mbuzi maarufu. Kwa sababu si yako mengi, kombe la mbuzi ni maarufu, lakini ng'ombe inakuwa kubwa. Na kwa jinsi tulivyo pate ng'ombe. Pate ng'ombe. Watu wakina kula nyama wa enjoy. Kwa hiyo tunaomba jamani wadau. Na udau sio uwe na hela. Uenda una zizi, una ng'ombe, tupe ng'ombe. Sio lazima mdau tunakupigia kelele hapo ukafikiri ni mwenye hela. Ukiwa na hela fresh tununulie. Lakini kama hata una zizi, sema lakini bwana anaweza akaleta mtu ng'ombe wa kwenu akatuwekea vitu vyenu huko ndani, ndio mashaka hayo. Akileta wa kwetu huyo, kwa sababu sisi ndio tunachukua kombe. Yaani sisi watu wa Yanga tunapata mashaka mambo yenyewe Bagamoyo. Mkatoka afu wewe lazima uitoa wapi? Mbona ghafla umetaja mbuzi na ng'ombe? Mbona kama nimeshtuka. Maana ghafla maana Bagamoyo sasa hivi mmekuja na wazo la ng'ombe. Sije kama mshaandaa ng'ombe wenu. Tuje tule hapa ndo mpitishie huko mambo yenu. Bwana ng'ombe hamna. Niwaambie tu ndugu zangu wana Yanga, ng'ombe hamna wala mbuzi. Tafute tu kibunda. Kuwe na hela. Yaani kuwe kuna bingwa wa kombe, kuwe na medali zile na bingwa apewe hela. Milioni kadhaa hivi watu wakaenjoy, wafurahi. Kwa hiyo mtachagua kama yule mtapata mtanunua ng'ombe sawa. Lakini mtego nimeushtukia. Kumbe ngoga kaka ushaanza Bagamoyo na nini tena na nini? Na kesho nina safari ya Kisiju. Kesho Kisiju. Hapo huyu muamini. Au unajaza? Booster kaka. Au unaongeza watu? Nataka nikufanye vibaya hapa. Sawa, haina shida ndugu yangu. Kaka uwanja mzuri huu. Uwanja ndio tukanyage. Just imagine shabiki wa kawaida anatumia KMC. Imagine. Inabidi hapa tukubaliane kitu. Sawa. Ndio kia kwanza. Haina haja kusubiri refa kaka. Na kama ikiwezekana kila mtu akae upande huo mechi mwisho. Hicho ndio niseme. Sisi mechi yetu ina sheria tofauti kidogo. Ama swala sisi tunaanzia goli letu la wana Yanga wapo huku. Alafu kipindi cha pili kipa yetu anaenda kupigwa zongo kutonya Bagamoyo. Tutaomba muamuzi mechi yetu isiwe na kubadilishana. Kipa aje Kobisi. Usitupangie. Tuna kipa mwanachama wa tawi la Unbeaten. Kobisi sisi shabiki wa Yanga. Mbona mnatutanguliza goli moja? Basi na nyewe uko adaki JB. JB sio Nyanda. Adake tu. JB Sisi aanze na huku JB aanze. Sawa. Au ikishindikana aanze Ankozala. Upige mbali. Azala. JB sawa. JB sawa. Tukubaliane JB na Kobisi. Hilo mimi nitalipitisha tukishaona hapa. Maana nakujua wewe. Nitalipitisha ili wakishakuwa wamefika wote hapa. Ndio Kobisi ataanza na JB ataanza. Tofauti na hapo tujiandae. Basi tuwapigie simu. Tuwapigie simu Wewe namba JB si unayo? Nayo. Tuangie. Wewe ndafuta namba ya Kobisi hapa nimpigie. Kobisi unaongea gani nini mzangu mpaka namba yake umesave? Au ni kwa kuwa ni shabiki tu Sisi tuna tawi la Yanga celebrity. Tawi la watu maarufu. Na anaingia huko. Anaingia huko. Basa. Hawa kina JB kila siku watulalamikia sisi nyama wajali. Wanasemaje? Amewajali. Sisi wasanii wetu hawana njaa kaka. Kwani si hawana njaa? We. Kaka. Nakwambia. Unaomba namba au una search? Anatafuta namba yake na itafuta kaka. Ujui umemsave vipi? Jacob Steven. Au hawezi kupokea. Haipati. Ngoja nipige kawaida. Tuko nampigia ile official. WhatsApp ni official? Tadaka JB Kwa kidaka JB pale. Namba 2 anakuza Ankozala. Ankozala. JB yuko nchini ni. Namba unaipigia haipatikani kwa sasa. Akublock huyo. Hamwajali? Hapana. Wanalalamika. Sasa nimpigie Kobisi mtaalamu. Kobisi Sasa kitaalamu bidi utoe loud speaker. Afu ongee naye sababu unajua tuna mazungumzo yetu. Wewe mpigie Ankozala, tafuta backup. Zala hapana. Zala. Ndugu yangu. Zala hapana. Zala hapa. Wewe Zala bora kutsua na kipa. Nasumbua nipige. Mpigie kawaida.
mtandao. Kobisi na internet wapi na wapi bana? Sasa kumtia nani tu majaribuni. Jobless na taifa. Pigia Anko Zara. Anaweza akafanya mazoezi, atafanya mazoezi atakuwa sawa. Zara hapana, tafutie mwingine. Au Hamisi. Kipa anatafuta mimi? Hamisi wa Yanga, Sekta. Nitafuta kipa mimi? Kama ni Zara, wewe unachukua Hamisi. Uko hujaipata hiyo kodi? Kama mimi adake Zara na wewe adake Anko Hamisi. Hiyo safi. Sasa anze Kobisi. Bwana ndugu yangu vipi? Mambo anasemaje? Kwema kaka? Nakusikia kaka, kwema? Sio Zaka. Kabisa. Nakusikia kaka, kwema? Kaka kwema? Sawa, niko bwana hapa na waandishi wa habari hapa. Kamwe. Kweli shida mtandao. Huyu sio Zaka. Ita tu Kobisi usite kaka. Ile kaka ni Zaka. Kobisi. Naam kaka. Ali. Nakusikia. Ngoja hebu nikupigie tena. Bwana huyu ndio wa taifa bwana. Ni kweli lakini sasa hatusikilizani. Ndio nasemaje huyu ndio wa taifa sio Zaka za kazi. Huyu ana makuzi huyu, unaona ana makuzi. Sawa kaka. Mule Muelewa Kwa hiyo hapa anampa ujumbe Zaka watu namsimanga. Unaona sasa? Mimi mtakama sana Zaka. Mimi nienda labori. Sasa mule. Huyo kachagua mwenyewe. Mule. Huyo kachagua mwenyewe. Niko na waandishi hapa wanakuuliza mechi ya Jumapili uko tayari kuja kudaka? Kaka mimi niko golini. Basi. Kipa wenu mwenyewe huyo. Umetoka mazoezini? Basi kipa wenu mwenyewe tusipangiane. Mimi niko kwenye mechi kaka, haina shida. Haya kaka, asante. Nimsalimie kidogo Mwambie nani. Huyu hapa. Niko golini. Sasa usiingie mchecheto. Kobisi. Naam kaka. Ahmed Ali hapa. Najua kiongozi wangu. Vizuri. Nitafurahi sana ukidaka kaka. Kaka bila kuja na sifungwi. Na nikuhakikishie tu. Nikuhakikishie tu nimekupigania udake kaka. Kaka mimi nipo. Ubingwa wangu nao wewe. Ali. Mwambie kabisa Ali, nyanda wa boli nipo, nyanda wa taifa. Nyanda wa taifa, sawa kaka. Basi sasa nitalichukua hili kama pendekezo kwa kocha. Ameshapita huyo. Ameshapita huyo. Basi sawa. Lakini kwa nimpigie jibu, kwani jibu hapatikani? Tawasaidia. Sijui inawezekana yuko nje. Unajua tena Christmas na nini? Nzala vipi? Nzala bigi. Nzala namba yake sina. Mwenye namba yake anipe hapa. Nzala anaruhusiwa kumiliki simu kweli umri ule? Miaka 24 kaka. Ana 24? 24 anaruhusiwa. Nimepita miaka 4. Itaje hapo? Hamna mwingine yeye. 06. Huyo ni mzuri. Nzala huko Hamisi. Hii hapa Ahmed. 07 06. Unajua Nzala akikimbia fa akichomoka hivi ni kama risasi. 50 84 69 69 40. Nasipatikana tu kama JB. Ili niwe huru kuchagua. Kwa hiyo huyu kapita Kobisi. Amepita. Mwenye kajiita nyanda wa boli. Nyanda wa taifa Kobisi. Mungu tusaidie. Akiamka na homa kidogo sio mbaya. Asiumwe sana. Sisi tutampigania huyo. Zala ana maisha ya kutopokeana na mpi. Ni moja sasa hivi anakwenda international. Kasema anakwenda international afanya content ya ongei. Kama nani? Kama Mr. Bean. Kama Mr. Bean. Zala. Watu wako unaishi nao vipi kaka? Afadhali. Mimi dua yangu asipokee simu sababu simtaki adake. Japo kwa mipango yangu mimi nilivyo set sawa sawa. Hata golini kukiwa hakuna mtu. Unashinda. Nifunge. Bana Nzala hapo, okay? Automatic amekuwa disqualified. Automatic. Kwa huko kwako amepita Kobisi. Huku tumependekeza Kobisi. Ni mapendekezo. Unambagua. Twende kwenye utaratibu. Nzala mnayo wazo zuri. Mimi nitaanzia goli hili. Na utamalizia huko. Na utamalizia huko. Hakuna kubadilishana upande. Kubadilishana sijui referee kifika half time. Sasa shehe watu wameenda Bagamoyo, kipa anaweza kaenda pale ukashangaa haelewelewi. Usipate tabu, utakapochimbia ndo hapo. Tunakuja mapumziko tu tunarudia pale. Hii nafikiri tutawaambia wasimamizi wa mchezo.
kwamba iende hivi. Na mechi pia itakuwa live. Mipango tayari ya live Vizuri mipango, kwa hiyo itakuwa live. Nategemea sana matokeo. Sababu inaweza kukatishwa. Inaweza kukatishwa muda wote. Mimi nitazima siku hiyo. Sijajua wewe Cheza confession yako. Cheza. Mimi nitacheza. Utacheza. Dada hata 10 basi kidogo watu waone kama kweli zimo mahali. Ndio una akili kabisa. Dada na 10 tu? 10 tu, usipige nyingi sana. 10 tu, yani usipige nyingi sana. 10. Dada anajua. Au sio vitu vyake? Dada sio kujua boli. Lakini inaonyesha kwamba yaliomo yamo ama la. Football ya Mbangile. Jamaa anaanza kuichambua. Ya kugumu. Upande wa Ball Boys, nani kwenye Ball Boys tutatoa wapi? Upande wa Ball Boys ni kazi ya halmashauri. Bwana tunaomba mmiliki wa uwanja tafadhali boy. Sio upande wote. Maana mtu akaa nyuma kumbe ndio mipango ya Bagamoyo. Kwa hiyo halmashauri atuletee Ball Boys. Sawa. Mimi hata refa. Ukisema akae mzee Goma hapo. Mimi nakufunga tu. Okay. Basi tulipitishe. Tukubaliane, maana tuko na waandishi kama Yanga tuje na refa wetu. Tulipitishe tu. Sawa. Sawa. Lakini mechi inaweza siishe. Umeshtuka? Okay, bismillah. Dada unaanza hivi? Ndio tunachukua mpira. Twende. 13. Football watu wanainua mpira. Zinedine Zidane Zizo. Ziko stari nyingi za dada. Mwamba wa muda wote. Waonyeshe hapo Amelia. Unataka za miguu yote miwili au mguu mmoja? Ufundi wako tu hapo. Hapo freestyle tunakuachia wewe. Fanya unachotaka. Fundi wa muda wote. Zizo. Zinedine Zidane. Hebu mzungushie ya nyuma hiyo unafanyaga. Au utakuwa kocha? Lazima hapa. Tuendelee. Na mpira wenyewe sio mzuri sana. Una rangi nyingi. Au kiatu sio chake. Na kiatu pia Mwenyekiti unataka kuonyesha kidogo? Mwenyekiti asije akasema uwanja pia na bana poa. Bana tunashukuru. Na watu wako watakaa huko. Timu zitakaa huko, mashabiki wao wanakaa huko. Waambie kabisa upande wenu ni upi. Na nyinyi mashabiki wenu. Sitaki kuchanganya rangi hapa kama Dadala Gongo la Mboto. Sisi kwetu Yanga huko kulia, Simba tutakaa upande. Sisi kwetu kutoka pale eneo lile pale ni kijana na njaa. Ili huko kwao hapo huko kwetu sisi. Kundi langu la ngoma nataka nikupigie ngoma sio mpaka faida anakuja. Nitakaa pale. Wapi? Hapa. Ile kuna ile moja mnapiga ile mmemaliza si Wema mmebakisha ubaya. Wema tumeumaliza umebaki ubaya. Unajua nyimbo zao zinaendana na matokeo. Wakipataga ushindi ndio inakuja kama hivyo. Kama Wema ameisha amekuja ubaya. Wakianza kuwekwa inakuwa tuachei na Simba yetu. Inategemea tu na mood. Kwa sisi tunawakaribisha. Yaani sasa tu tuacheni na Simba yetu sasa ujue tayari. Wanaanza kujikekea ngao kama siingilie mtu huko. Wakishaanza kuweka toka mbele huyu baya si na nini na nini. Kwa sisi tunawaambia njoo na nyimbo zote Jumapili waje nazo. Sisi tutawachagulia ipi itasikika hapa. Maana leo sasa hivi hawa wana vipaji. Kwa mara ya kwanza nimeshuhudia juzi kuchukua dongo mbili mashabiki wametoka wapiga ngoma pale. Washakuwa sugu. Yaani wewe kwa binadamu mtu ukaumia mpaka unakuwa sugu. Yaani hakuna kinachotumia tena. Kuumia unazungumzia wapi? Tukumbushane tena mechi moja. Tukumbushe kaka hii tena. Umesahau? Mechi moja tu. Bengedei. Yaani umesahau? Mechi moja tu. Mbona umekuta sare? Yaani umesahau? Mechi moja tu inakunyima nani? Jaffe Kitambala huyo. Huyo Jaffe Kitambala ana style mbili za kushangilia. Aliwapiga kwanza hivi ile, alafu baadaye akapiga hivi. Yaani wanawaaga hiyo. Mmenyasika ile. Ya kawaida. Mimi bwana, yani kama walikuwa wamejiandaa kwamba tukiweka ya kwanza tunapiga mbizi kidogo. Tukishawapiga ya pili na kafu wakawa wanawaaga hiyo. Bye bye tena. Mimi wallahi billahi kaka ndio aishtui. Simshazoea. Au komavu. Au ndo mmezoea. Komavu. Ndio mmezoea komavu katika fani. Mmezoea. Sisi kwa mfano sisi tupata mara 6 kwenu. Hizi kashtua tena. Usijimalize sana. Nini unasema? Usijimalize sana. Utafanyaje? Hii Simba mpya.
Ipi yani? Hii utakakutana nao safari hii. Shabiki au ipi? Zote. Ipi? Zote. Yaani mpya ipi? Hii utakakutana nao safari hii. Sasa unajua wakati moja kati ya clip yako naipenda ulivyokuwa unamzungumzia yule bwana wa tattoo. Mbona ile siku airport pale. Nikasikiliza juzi. Ukimaliza hapa mzungumzie na bwana Romain Folz. Kaomba kazi. Mimi niambia kaomba kazi meneja. Atawasaidia yule. Hapa. Uko vizuri mno. Nyinyi huku ulikuwa tu muda. Nyinyi hamtaki watumie akili. Kaka mimi niambia yule mpeni nafasi. Romain Folz sio tani. Romain Folz quality yake. Unaharibu story, acha ujinga. Unaharibu story. Lakini angewasaidia. Wataenda kutumia hiyo hawa. Basi. Jumapili. Ndio, Jumapili. Uko sahihi. Usiku mwema.